Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wanawake wameomba kuendelezwa kwa juhudi za kutambua uwezo wao ili kuimarisha usawa wa kijinsia katika nyanja zote za kiuchumi na kiuongozi, ikiwemo umiliki wa mali. Wakiongea na EATV ikiwa bado ni muendelezo wa mwezi wa wanawake hapa nchini, wamesema kuwa sambamba na hilo, swala la ukatili wa kijinsia liendelee kumulikwa zaidi kwa jicho la tofauti ili kuleta ustawi wa maendeleo ya mwanamke nchini. Sisi wanawake pia tunafanya kazi ili kupata kipato na tuweze kusaidiana. Na zani kusaidiana pia ni kitu kizuri sana kwenye maisha, sio tegemezi kwamba mwanaume tu kwamba ndo anakuwa nguzo ya familia, hapana. Kuwa mwanaume ni mwanaume, mwanamke ni mwanamke, lakini sisi tukiungana nguvu ni moja. Kwa hiyo mpe nafasi mwanamke, anaweza. Kikubwa ni elimu. Kwamba tu wasione watu kama kuoa it's a fashion, hapana, lakini elimu itolewe. Kama zamani watu walivyokuwa wanasema wanafundwa, I don't know, kama hivyo makungu walikuwepo zamani. Sasa hivi naona iko modern kidogo. Unyanyasi wa kijinsia kweli upo, inatokea unapata shida kweli kwa mwanaume. Na unatoka nyumbani kweli umepigwa kwa mwanaume. Ukifika nyumbani tu mama anakuambia vumilia, rudi ukapambane, ndo maisha yalivyo. Lakini hilo swala kweli wengi linatumiza. Useme tu tunavumiliana hivyo. Kitu ambacho mimi naona kifanyike kwa kweli, ingekuwa vizuri sheria zingetumika kutuelimisha, bwana ikitokea mwende sehemu hii, inakuwa ni vizuri zaidi. Tuendelee na kurasa. Shule ya sekondari ya Ihanamilo iliyopo kata ya Ihanamilo manispaa ya Geita imeondokana na changamoto ukosefu wa umeme shuleni hapo baada ya wakala wa umeme mijini na vijijini REA kutekeleza agizo la naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko alipofanya ziara katika kata hiyo mwaka 2023. Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wamesema kabla ya shule hiyo kuunganishwa umeme walikuwa wanatumia nishati ya sola yenye mwanga hafifu ambao walikuwa ukiwasababisha maumivu ya macho wakati wa kujisomea nyakati za usiku, huku mbunge wa jimbo la Geita mjini Constantine Kanyasu pia akitoa kompyuta 5 zenye thamani ya zaidi ya milioni 10 ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko alitoa wakati wa ziara yake katika kata hiyo. Kabla mimi alipokuwa shuleni tulikuwa tunasoma kwa shida, tunatumia umeme wa sola, wanafunzi wanapata shida, batizo la macho, wanafunzi wakiwa wakilia mno. Lakini sasa hivi mambo yako vizuri na zawadi alipatia mheshimiwa tunaipenda sana, na kupitia zawadi hii walimu wetu wataweza kutuandalia matokeo, wataweza kutuchapishia mitihani, kutofautisha zamani walikuwa nenda mjini, wanatoka hapa kijijini mpaka mjini wachapishe ndio walete. Tunashukuru sana serikali kwa kutuletea umeme, maana mwanzo pale umeme ulivyokuwa haupo tulikuwa tunapata shida wakati wa kujisomea. Wanafunzi hawakuwa na muda wa kutosha kwa ajili ya kujisomea, hasa muda wa usiku. Uongozi wa shule ya sekondari ya Ihanamilo tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ihanamilo imepata umeme na ni kwa maelekezo yake ambayo aliyatoa wakati anafanya uzinduzi wa uwashaji wa umeme katika kijiji cha Bunegezi. Leo ninao faraja kwenu kuambia kwamba tumeleta kompyuta 5 ni za kisasa kabisa, na kipekee nimshukuru sana kwa sababu alielekeza wale wafadhili wangu wanitafutie, ni mheshimiwa naibu waziri mkuu aliwaelekeza watu wa REA wanitafutie wadhamini. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa eneo la Kigogorwanga Kuala Lumpur Malaysia mkoani Dar es Salaam umelalamikia kusaulika katika kero ya muda mrefu wa ubovu wa barabara ya Festini inayoelekea Madoto, hali inayopelekea kero kubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo. Wakizungumza na EATV wamesema kwa muda mrefu wamesahaulika, huku barabara jirani zikijengwa na kujikuta wakijiuliza wamekosea wapi mpaka kusaulika katika eneo hilo, ikiwa ni muhimu la maendeleo, na kuziomba mamlaka kufanya kazi ukarabati wa barabara hiyo yenye vipande vizima na vibovu. Barabara tunatushangaza, barabara mpaka Mianzini ile imetengenezwa na mataa. Ukija kuangalia barabara imeenda mpaka Makutano kule, kote kuna mataa. Tunajiuliza hii barabara yetu ya hapa Festini, wazao hapa mpaka leo kinachofanya siteleza hii barabara ni nini? Kiukweli mpaka sasa barabara hiyo wanasema wanaitengeneza, lakini mpaka sasa hawajaitengeneza. Before kabla hapo waliweka bango pale la hadi kuonesha kwamba ujenzi unaanza, lakini matokeo yake lile bango limekaa pale mpaka likaondoka lenyewe. Tunaomba serikali iangalie hii sehemu, itatue ile tatizo kabla ya kutokea maafa.